Ongeza makofi kwa Yesu, mtu wa Mungu. Yes. Hai, shatade hobo sikaba. Jadi harabo sikaba haredia. Reka sika todo ho shadaba. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na 27, maandiko yanasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Musa kwenye vitabu vitano Pentateuch. Roho Mtakatifu anamchukua Musa kutoka pale alipo, anampeleka enzi zilizopita, milele iliyopita. Alafu Mungu anamuonyesha mambo yalivyokuwa. Anamuonyesha ulimwengu ulivyoumbwa. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, maandiko yanasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini hiyo ilikuwa ni ulimwengu wa kwanza. Sura ya kwanza mstari wa pili anatoa maelekezo kwamba huo ulimwengu huu tulionao sio wa kwanza kuumbwa. Ulimwengu wa kwanza kuumbwa haukuwa huu tunaoishi. Ulimwengu wa kwanza kuumbwa uliumbwa na ulikuwa umetawaliwa na roho, spirit beings. Na hivyo basi ikatokea rebellion, kutokutii na kiburi cha mtu wa kwanza kuumbwa. Adam hakuwa wa kwanza kuumbwa. No. Ni wa mtu wa kwanza kuumbwa, uumbaji wa pili, regenerated, recreation. Kwa hiyo sura ya kwanza mstari wa kwanza, maandiko yanatuweka wazi kwa habari ya uumbaji wa Mungu. Mungu aliumba kila kitu kikawa ni chema. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, ilikuwa ni jambo hilo. Halafu ile mstari wa pili anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa. Ni nini? Ni kwa baada ya uharibifu wa ulimwengu wa kwanza kuumbwa. Kama Ezekiel 28 unaona si Adamu wa kwanza kukaa katika Eden, alikuwa ni mtu anayeitwa Lucifer, cherubins, the anointed cherubins, kerubi afunikae. Katika makerubi wote hakuna kerubi, hakuna malaika aliyepakwa mafuta ila huyu Lucifer, the anointed cherubin. Ndio wa kwanza kukaa Eden. Baada ya uharibifu ndimo Mungu akaharibu ulimwengu, na hapa anaumba ulimwengu tena. Kwa nini? Tangu mwanzo kulikuwa na agenda kwenye ulimwengu wa roho. Mungu kuumba, baada ya kuwa ameshaumba kila kitu, ulimwengu wa kwanza alikuwa na agenda ya kueneza duniani. Kwa hivyo akatengeneza Eden, akamweka Lucifer. Lakini Lucifer kwa kiburi cha uzima akatengeneza mazingira ya kumkosea Mungu. Mungu akaharibu ulimwengu, ukaharibiwa ulimwengu. Na sasa bado pamoja na anguko la Lucifer, bado Mungu project yake iko pale pale. Anasema na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Huyu ni si wa kwanza kuumbwa. Huyu anaumbwa kwenye ulimwengu wa pili ambao anasema iwe nuru, ikawa nuru. Hiyo ni recreation, uumbaji wa mara ya pili. Akamweka Adamu. Kwa nini? Kwa sababu agenda tangu mwanzo ni Mungu anataka kuextend his kingdom. Anataka kuzidisha ufalme wake utembee mpaka duniani. Kwa hivyo tayari Lucifer ameshindwa, Adamu anakuja, na ndipo shetani akamchungulia Adamu. Alipomwangalia Adamu hakuona kitu cha kumfanya akosee. Kwa hiyo akaona amwendee Adamu. Halafu kupitia ufahamu wa Adamu huo ndio umharibu. Kwa maana anamuuliza, eti ndivyo alivyosema Mungu 1, 2, 3? Haya anayasema akitaka kujua mawazo yake yakoje. Shetani kama kuna kitu hawezi ni kujua kila kitu, hajui kila kitu. Ndio maana kama angelifahamu asingemuua mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama shetani anajua kila kitu asingemuua mwana wa Adamu. Hata wewe pia shetani hana mamlaka kuingia kwenye ufalme wako, ni wewe unayemruhusu kama Adamu alivyomruhusu. Sema amen. Sema amen.
Wala hana uwezo wa kujua siri zako, ni mpaka achungulie, na kupitia uovu wa ukwenu ndio anachungulia, anaona kumbe kuna shida ya namna hii, nikimwendea kwa staili hii basi nitamudu. Ndio maana Mtume Paulo akasema usimpe ibilisi nafasi. Give no chance to a devil. Be sober and vigilant. Kwa sababu anasema kuweni macho, kesheni mkiomba. Kwa nini? Kwa sababu adui yenu shetani kama simba aungurumaye anatafuta mtu mmoja apate kumeza. Kwa hivyo Mungu akamuumba Adamu, na alipomuumba Adamu kwenye Eden, nataka nikwambie mwanadamu alipoumbwa alikuwa ni kitu cha tofauti. Kwa kuwa mwanadamu alipewa vitu vitano vikubwa na Mungu. Wale ambao wanahudhuria semina na mafundisho wanajua. Jambo la kwanza mwanadamu alipewa, unalipata hapo, anasema na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Kwa jambo la kwanza alipewa sura ya Mungu. The word image, let us create man in our own image. Neno image maana yake nini? Maana yake glory, utukufu. Kwa hivyo malaika hawajawahi kuona utukufu wa Mungu. Maandiko yanasema kwenye Timotheo wa kwanza 6:16, Mungu anaishi katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Hakuna uwezo wa kumkaribia. Imagine kuhusu hili jambo. Mungu ni nuru, halafu anaishi katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Maana yake angalia jua lilivyo kubwa, halafu lilivyokuwa kali likiwaka, halafu uishi ndani ya jua. Kwa hiyo Mungu ni nuru, halafu anaishi katika nuru isiyoweza. He lives in unapproachable light. Malaika hawajawahi kumwona Mungu physically. Mara ya kwanza wanamuona Mungu physically ni baada ya kumuumba mwanadamu kwa sura yake, akampa utukufu. Ndio maana kitabu kile cha Zaburi sura ya 8 mstari wa 4 na wa 5 kama sijakosea, malaika wanauliza, wanasema mtu ni kitu gani hata umkumbuke? Anasema na binadamu hata umwangalie. Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Hawa ni malaika, wanasikia uwivu baada ya kumwangalia kiumbe cha ajabu kilichoumbwa. Ndio maana Zaburi anasema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na kutisha. Mungu aliachilia utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona watu wakiwa wanataka kupigana, kuna mmoja ya kwanza anaanza kujionyesha namna alivyo mkubwa. Anaanza kupiga push up, anavua koti ili uone zile six packs na vile alivyo na nguvu. Kwa hiyo kabla ya kupiga anakuonyesha kwamba kwanza, kabla hujakuja kwangu ujue mimi ni nani. Haleluya. Taifa likichokozwa, kabla ya kuanza vita linaanza kupanga paredi ya vifaa vyake. Vifaru vinakuwa pale, nuclear, kila kitu anakaa pale, ballistic bombs zinakuwa pale. Maana yake kama hujajiandaa, jiandae kisaikolojia kwamba mimi unayetaka kunijia niko wa namna hii. Haleluya. Na wewe ambaye unataka kupigana na yule nchi, unaanza kusema samahani, nilikuja kusalimia tu. Kwa nini? Baada ya kuona utukufu wa vita. Mungu alipotaka kuonyesha utukufu wake akamuumba Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu akasema kwamba akamvika utukufu. Anasema tuumbe kwa Adamu kwa sura na kwa mfano. Jambo la kwanza alipewa mwanadamu ni sura, the image. Maana yake utukufu wa Mungu. Mwambie mwenzako wewe sio mtu wa kawaida. Jambo la pili akampa likeness. Neno likeness ama mfano. Sura ni utukufu, mfano tabia za kimungu, tabia, the character. Maana yake nini? Mungu yeye ni mwenye haki. He is a righteous God. Unajua maana ya Mungu mwenye haki? Ukisema Mungu ni mwenye haki, maana yake akisema ndio ni ndio, akisema hapana ni hapana. Ndio maana Yesu hajawahi kuwa na utani. Yesu hajawahi kumtania mtu. Huwa hanaga comedy, vichekesho. Akikwambia wewe ni mfupi, unakuwa mfupi. Akisema wewe ni mrefu, unakuwa mrefu. Maandiko yanasema Mungu si mwanadamu atafanyaje? Hata aseme nini? Uongo. Unajua maana yake? Maana yake hata akisema uongo unakuwa ukweli. He is a righteous God. Ndio maana Petro alipomwangalia yule mtu pale akamwambia, sina kitu cha kukupa, lakini nilicho nacho nakupatia. Kwa jina la Yesu simama uende. Kwa sababu yeye alikuwa anajua Mungu wangu ni Mungu mwenye haki, na amenipa mimi hapa sura, mfano wake, haki yake ninayo.
I am the righteousness of God. Na hivyo nikitamka kwa jina la Yesu, simama uende. Maana yake nataka mtu asimame. Alivyoona hasimami, nimesema imekuwa, akamshika asimame. Kwa nini? Ana consciousness kwamba nimeumbwa kwa sura na mfano, nina tabia ya uungu. Jambo la tatu ambalo mwanadamu alipewa ilikuwa ni uwepo wa Mungu. Asema akamfanya mwanadamu akamweka kwenye bustani ya Eden ili ailime na kuitunza. Eden maana yake spot, maana yake presence, maana yake uwepo wa Mungu. Kwa hiyo akamweka pale Eden, akampa uwepo, the presence. Uwepo wa Mungu sio wa kawaida. Ndio maana Waisraeli jangwani walikuwa wakitembea viatu, mtu wa miaka 5 anatembea na viatu vile miaka 30 bado yuko navyo, havimruki. Nguo zao zilikuwa hazichakai. Kwa nini? Yaani mtoto wa miaka 5 mpaka anafika 7 nguo kavaa zile zile hazichaniki. Kwa nini? The presence of God, uwepo wa Mungu. Maandiko yanasema nini? Yanasema bahari iliuona ikakimbia, Yordani iliona ikarudishwa nyuma. That's the presence, uwepo wa Mungu. Jambo la 4 mwanadamu alipewa utawala, na hili ndio jambo la agenda ya Mungu. Agenda ya Mungu ni kwamba akajiumba, akasema okay, mimi huku mbingu na mbingu ni za kwangu, lakini dunia nimewapa nini? Wanadamu. Kusudi la mwanadamu kuumbwa la kwanza ilikuwa ni kutawala. Let us create man in our own image and our likeness so that they go and have dominion. Wakatawale. Tumuumbe mtu kwa jinsi, kwa sura na kwa mfano wetu, wakatawale. Moja, samaki wa baharini, manake kwenye maji. Wanyama wa nchi kavu watambao juu ya nchi, manake kwenye nchi kavu. Alafu na ndege wa angani, manake anga. Muulize mwenzako, unatawala ama unatawaliwa? Maana yake nini? Kama unatawaliwa, kuna kitu kimemisi. Na unatawaliwa, ndio maana mifumo wa dunia unaweza ukakuamulia ibada yako. Jumapili hakutakuwa na ibada. Kwa nini? Kwa sababu kuna COVID-19. Na mkienda muende tu 10, mkae 5. Wana mipango, wanaamua namna ya kuishi. Kwa nini? Kwa sababu unatawaliwa, hutawala. Lakini tangu awali mwanadamu aliumbwa kutawala. Airwaves, ocean waves and the earth waves. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha 5 kinaitwa mti wa uzima. Kwenye bustani ya Eden aliweka miti ya aina 2. Mti wa kwanza ulikuwa ujuzi wa mema na mabaya. Halafu mti wa pili ulikuwa unaitwa mti wa nini? Wa uzima. Alimweka pale ili ale lile tunda la mti ule wa uzima, ili aishi milele. Na ndio maana Mungu alivyoona mwanadamu amekosea, akamtoa. Anasema mtu huyu sasa, ili asije akala matunda yale, tumtoe, kwa sababu kama akila ataishi milele katika hali ya anguko. Amen. Bwana asifiwe sana. Tumtoe mahali pale ili kwamba aishi huko nje, halafu nimfanyie mpango. Okay, Mwanzo 3:16 anasema uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Alikuwa hajui, ni mpango wa Mungu tangu mwanzo, agenda. Ndio akamtoa Yesu. Alipomtoa Yesu, akamfanya kuwa sadaka ya kupendeza, kafara ambayo imetolewa mara moja. Anasema kila amwaminie asipotee, awe na nini? Uzima wa milele. Kitu hicho alichokimisi ni mti wa uzima. Yesu akafanyika kuwa mti wa nini? Wa uzima. Akampa. Ukimtafuna Yesu unakuwa na uhai milele. Waniaminio mimi hawatakufa, wataishi milele. Kwa hiyo amefanyika kuwa mti wa uzima. Kama ungenielewa ungempigia Yesu makofi. Kwa hiyo ilikuwa ni agenda inaendelea. Sawa, Adamu ameshaanguka, wakamwacha pale Adamu. Na baada ya pale sasa Mungu anakuja anakufa msalabani. Ningeweza kuelezea kwa nini. Maana kwenye kiti cha Mungu kuna haki ya Mungu, alafu kuna kitu kinaitwa neema ya Mungu au rehema za Mungu, alafu kuna upendo wa Mungu, alafu kuna hukumu ya Mungu. Kwa sababu mambo haya 4 yalifanya mpaka Yesu akafa msalabani. Sina muda wa kuelezea yanahusianaje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara baada ya pale akamaliza kazi ya msalaba. Kwa hiyo Mungu alijifunua kupitia uumbaji. Niliwaambia watu kwenye semina. Halafu Yesu akajifunia kupitia nini? Kupitia kazi ya msalaba, kuwakomboa watu na dhambi zao. Roho Mtakatifu amekuja ili
ajifunue kupitia mimi na wewe. Ndio maana tangu ashuke Roho Mtakatifu kukawa na kitabu cha Matendo ya Mitume. Walikuwepo semina aliwaambia kwamba Matendo ya Mitume kama ningeita matendo ya Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu alikuwa anafanya ishara na maajabu na miujiza kupitia watu. Sema amen. Kwa hivyo kumbe, baada ya wewe kupata wokovu, ni hatua ya kwanza kurejeshewa ulichopoteza. Akasema yafaa mimi niondoke niwaletee msaidizi. Msaidizi ni nani sasa? Ni Roho Mtakatifu, ili ajenda ya Mungu iendelee kutawala. Sema kutawala. Sema kutawala. Sema kutawala. Namna unapaswa uperform duniani, hauwezi kuperform duniani mambo ya kiungu na ajenda ya Mungu mbinguni, lazima uwe na Roho Mtakatifu. Akasema sitawaacha ninyi yatima. Unajua maana yake? Maana yake yoyote ambaye hana Roho Mtakatifu anaitwa yatima. Tukajifunza sasa kwamba kwa nini baada kuna Roho Mtakatifu lakini mbona hatudhihirishi nguvu na uweza wa Mungu? Tukajifunza kwamba kuna kitu kinamisi, viwango vitatu vya kimahusiano. Kiwango cha kwanza cha mahusiano kinaitwa kupokea Roho Mtakatifu, na hii tukasema ni level ya kwanza ambayo nasema kwenye Luka 3:21-22 kwamba Yesu akainua, baada ya kubatizwa akainua macho yake juu, Roho Mtakatifu akashuka kama hua juu yake. Ilikuwa ni hatua ya kwanza, inaitwa kupokea Roho Mtakatifu. Kiwango cha kwanza. Kiwango cha pili cha ushirikiano wako wewe na Roho Mtakatifu ni kile kile Yesu anaonyesha sura ya 4 ya Luka. Anasema kwamba Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Hatua ya kwanza ni kujaa Roho Mtakatifu. Kiwango cha kwanza kumpokea kinakufanya kuwa wana, kinakufanya kuwa mtoto wa Mungu. Maandiko yanasema kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika nini? Kuwa watoto wa Mungu. Lakini kuwa mtoto haitoshi. Kuna tofauti kati ya mtoto na mwana. Kila mtu hapa, nyinyi wa mama hapa na wazee hapa, wote sisi ni watoto wenu, lakini sisi sio wana wenu. Wana ni ushirikiano wa ndani. Kwa hivyo mimi hawa wote hapa ni watoto wangu, lakini sio wanangu. Kumpokea Roho Mtakatifu kunakupa haki ya kuitwa mtoto wa Mungu. Jambo la pili anasema kwamba basi msilewe kwa mvinyo, Efeso sura ya 5, bali mjazwe Roho. Tukasema swala la kujazwa Roho ndiyo hatua ya pili ama kiwango cha pili cha uhusiano kati ya mtu na Roho Mtakatifu. Na hii hapa tunapokea mara moja, tangu mpokea mara moja, lakini tunajazwa kila siku. Tukaelezana pale faida za kujaa Roho Mtakatifu. Moja wapo nini? Ni kuvumilia, neema ya kuvumilia mateso wakati wa changamoto, wakati wa shida, wakati wa kujaribiwa imani yako. Maana utake usitake, kuna siku inaitwa siku ya uovu. Anasema apigwae siku ya taabu, siku ya uovu, nguvu zake ni chache. Kila mtu ambaye yuko hapa, kuna jaribu linakuja, siku moja linakuja. Kila mtu lazima utestiwe, lazima upepetwe kama ngano siku moja. Roho Mtakatifu atakusaidia. Ndiyo Stefano, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 55, baada kumpiga kwa sababu imani yake, maandiko yanasema kwamba akapigwa mawe. Yeye badala ya kulia na kulaani, akaangalia juu, akasema namuona mwana wa Adam amesimama mkono wa kuume. Nikakwambia siku zote Mungu huwa anakaa mkono wa kuume. Lakini alipoona yule moyo wa Stefano kupigwa kwa ajili yake, alafu anabariki halaani, akasema no, akasimama. Kujaa Roho Mtakatifu. Aliyejaa Roho Mtakatifu hawezi kukwazika. Aliyejaa Roho Mtakatifu, mambo yakija yanaishia nje. Moyo wake ni chemchemu ya uzima. Linda sana moyo wako kuliko vyote unavyovilinda, maana huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Unalindaje moyo wako? Kwa kujaa Roho Mtakatifu. Nikawafundisha nikasema kwamba hauwezi ukaenda kutia sumu ya panya kwenye ziwa Victoria au bahari ya Hindi, ukasema naweka sumu hii, ndoo nzima ya sumu kwenye bahari ya Hindi, ili kwamba niue watu wote ambao wataoga humu na kunywa haya maji. Haitawezekana. Kwa nini? Kiwango cha maji ni kingi ukitofautisha na nini? Na kiwango cha sumu iliyowekwa. Maana yake nini? Mishare, sumu, maneno, vita. Ukijaa Roho Mtakatifu, vikija pale vinamezwa, havikuathiri.
Sema amen kama unaelewa vizuri. Namshukuru mtumishi wa Mungu ambaye ameshuhudia hapa, anasema kwamba ukiona unakwazika kwa haraka ujue kuna shida. Jana tukaelezana. Halafu walipompiga kwa mawe sana, wakampiga, akasema na muona mwana wa Adamu amesimama, wakauma meno, wakaziba masikio yao, wakampiga tena, akasema Baba wasamehe maana hawajui walitendalo. That is the level ya mtu pekee ambaye amejaa Roho Mtakatifu. Tunajaa wakati gani? Kila siku. Mwambie mwenzako ni kila siku. Tulishafundishana kwamba ni ulevi, na mlevi huwa hanywi mara moja, anakunywa kila siku. Kwenye gari anakunywa, kwenye gari anakunywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hichi kiwango. Pia nikupe story. Nilikwenda mahali fulani, nikaenda kushona, nilikuwa nashona nguo pale. Yule fundi hanijui, kwa hivyo amekaa na nguo yangu muda mrefu. Kwa hiyo nikaenda nikamwambia nisiondoke hapa mpaka nguo imalize. Kwa hiyo nikawa nimekaa nje kwenye frame, na ni sokoni kuna watu wengi. Kwa hivyo nikawa nimekaa nje. Wakati nimekaa pale nje, nikasikia prompt of the spirit. Muda hautoshi tungefundishana lugha za Roho Mtakatifu. Lugha Roho Mtakatifu huwa anasemaje na moyo wako. Kwa hivyo wakati pale nikasikia kuomba. Okay, nikaanza kuomba, lakini nilikuwa naomba kimoyomoyo, na nena kwa lugha, na nena kwa lugha, na nena kwa lugha. Chumba cha pili kuna mafundi cherehani wengi pia, na hapa nilipokaa nyuma yangu kuna wanawake wawili, mmoja amelala fofofo kabisa, na fundi yuko pale nje anaendelea kushona. Kwa mimi nikaendelea kuomba kimoyomoyo. Kumbe wakati naomba kimoyomoyo, huyu mama hapa kumbe ameshaamka. Mimi sijui. Kwa baadaye nikawa nimeacha kuomba. Yule fundi akasema nguo yako tayari, ingia chumba cha pili hapa ujaribisha, alafu je unionyeshe. Nikasema sawa. Nikachukua zile nguo nikaenda kujaribisha. Wakati natoka, wanawake pale ambao wanafanya mafundi cherehani wakasema mtumishi, walisema kaka umependeza sana. Nikamwambia asante na Mungu awabariki. Nikarudi kwa fundi, akasema yes, safi, umependeza. Yule mama akaniambia mchungaji umependeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi nikawa nimeshangaa, huyu mbona, kwa nini kuniita mchungaji? Kwanza unanifahamu? Akasema sikufahamu, lakini wewe ulikuwa unaomba hapa. Nikamwambia nilikuwa naomba. Umejuaje kwamba nilikuwa naomba? Kwani ulikuwa huombi? Si ulikuwa unaomba hapa? Mimi nilikuwa singizini, lakini nikasikia kwamba unaomba. Nikajua okay, hapa kuna kitu tofauti. Nikasema kumbe ndio deal. Bwana asifiwe sana. Lakini wale kwa sababu ameniambia nimependeza, nikasema nitawapa zawadi. Nikarudi kule chumba cha pili. Wako wengi pale wanawake. Nikasema naanza na hawa kwanza. Nikamwambia kwa kuwa mmesema nimependeza, nataka niwaombee. Akasema afadhali mtumishi tuombee. Nilipoanza kuomba kwa sekunde kadhaa, mapepo yakaanza pa. Kumbuka ni sokoni. Yule mmoja akasema kioo changu. Kaambia usijali, Roho Mtakatifu mwaminifu sana, hicho kioo hakipasuki. Kaambia Roho Mtakatifu nakusihi, gusa huyu mwanamke asipasue kioo. Kwa shoti pale mpaka akawa huru. Halafu wakaokoka. Bwana asifiwe sana. Wakampokea Yesu. Nikaenda chumba cha pili, na pale ikawa sasa mkutano wa injili ambao hauna gharama. Maana watu wanashangaa, nini kule? Ngambia yes, ngasema hapa. Hali ya kijaa Roho Mtakatifu. Unapata ujasiri ambao sio kawaida. Unapata confidence ndani, kuna bujiko ndani yako. Haleluya. Wakati huo chumba cha pili nikafika, nikamwambia mama umesema nilikuwa naomba, nataka nikuombee. Akasema mimi usiniombee, muombee mwanangu. Mwanae alikuwa na shida ya macho, kwa hiyo mwanga unamsumbua, hawezi kuangalia. Nikamwambia pokea kuona katika jina la Yesu. Nilikwambia ukijaa Roho Mtakatifu wewe ni wa haki, ukiongea inakuwa. Kwa hiyo macho yakafunguka. Watu wakaanza kushangaa. Yule jamaa kwa sababu amenisumbua na nguo yangu, anaitwa somebody, sitataja jina lake. Pengine akaona hii hapa online. Lakini akaniambia mtumishi samahani, nilikuwa sikutambui. Kumbe wewe mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Nikamwambia amina. Relax. Naomba nguo yangu. Okay mtumishi. Akanichukua. Anataka anipeleke mpaka stand. Nikamwambia mtumishi samahani, nimekosea sana. Kumbe wewe mtumishi wa Mungu. Yaani baada ya kuona nguvu za Mungu akasema mama nimeisha. Leo nimeisha. Huyu jamaa nimemchezea na nguo yake. Akaanza mtumishi nisaidie. Mimi hapa nilipo kwanza hata sijazaa mpaka sasa hivi. Ni wa kiume. Ni mtu mzima. Anasema nina mke lakini sina watoto. Uchumi wangu haueleweki uko wapi? Nikasema huyu Yesu huyu. Nakwambia jaa Roho Mtakatifu utaheshimiwa.
Sababu ya kudharauliwa ni kwa sababu hujamjaa Roho Mtakatifu. Ukijaa Roho Mtakatifu, hata kwenye gari siti watakupisha, wana sense kuna kitu cha tofauti jamaa kaingia nacho. Haleluya. Yes, nikajaa Roho Mtakatifu, nikaenda darasani, nilikuwa namwambia jana hapa, nikawaambia Roho Mtakatifu na waguse hawa wanafunzi wangu wote walale fofofo. Alafu Roho Mtakatifu akachilia upepo, wakalala wote fofofo. Nikasema wow. Hii ilikuwa sijui, hii ni mpya katika jina la Yesu. Nikasema sasa waguse, waanze kuona mambo yajayo. Kwa wakaanza kuota ndoto pale. Na nikasema wasiamshwe na yoyote mpaka huyu anajua binti yangu Ruti ni mwanafunzi wangu, kwa hiyo huwa ana tabia kwenda darasani kwenda kutesti. Na nikijaa Roho huwa anakwenda pale nasimama, afu na testi hivi, Mungu yupo kwani bado anaishi ndani yangu, na testi nguvu za Mungu. Alafu Mungu anajidhihirisha. Baada ya hapo nasikia raha, naondoka, nasema okay, sasa nakwenda kwenye Injili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho Mtakatifu ni rafiki. Akiwa karibu yako, ukijaa naye, yeye ndio faraja ya kweli. Wanadamu hawatakufariji. Nakwambia, wanadamu hawatakufariji, lakini furaha yake na faraja yake hainaga mwisho. It is there always. Precious Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwango cha 3 ambacho jana tulijifunza, hiyo ni summary tu, ilikuwa ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Warumi 8:14. Hichi ni kiwango ambacho kinaitwa unakuwa mwana wa Mungu. Kupokea Roho Mtakatifu haitoshi, unapaswa ujazwe kila siku. Lakini baada ya kujazwa kuna maelekezo. Yale maelekezo unapoyafuata kunaitwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kiwango cha ngapi? Cha 3. Hichi kiwango sio wote, na ni viburi mno watu hawataki kuongozwa na Roho Mtakatifu. Pia hivi ninavyoongea na wewe hapa, kuna kitu Roho na kuongoza cha kufanya, anakuonyesha fanya hivi, lakini unakuwa mbishi, mkaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Luka sura ya 4, hali akijaa Roho Mtakatifu, asema akaongozwa na Roho wapi? Nyikani. Kiwango cha ngapi hicho? Cha 3. Yesu tunamwona amempokea Roho Mtakatifu, amejaa Roho Mtakatifu, halafu anaongozwa kwenda wapi? Nyikani. Sikiliza, hauwezi kuona matokeo ya nguvu za Mungu, Roho Mtakatifu akijifunua kupitia wewe, hautaona ni mpaka umekubali kupokea, umekubali kujaa, halafu ukakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Anakuongoza, anakuambia toa sadaka ya namna hii, wewe unasema hapana. Anakuongoza, anakuambia leo usilale, omba, unasema nimechoka sana. Anakuambia anza kuabudu, anza kusifu na kuabudu, unasema na utaratibu wangu. Kumbe anakuepushia ajali mbele yako, anaepusha mauti, anaepusha hatari ambayo iko mbele yako. Wengi mmepata matatizo kwa sababu mlishindwa kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Wote wanaoongozwa na Roho Mtakatifu, hao ndio wana wa Mungu. Kama wewe ni mwana wa Mungu, nyosha mkono wako juu. Usiende kwa imani. Wangapi mnaongozwa na Roho Mtakatifu hapa? Wangapi mnaongozwa na Roho Mtakatifu kutoka ndani ya moyo wako? Mkono juu. Okay, mikono imepungua. Wangapi ni wana wa Mungu? Kama huongozwi na Roho wa Mungu, wewe sio mwana wa nani? Wewe una bwana wako mwingine anayekuongoza. Wangapi mlimuuliza Roho Mtakatifu, leo nivae nguo gani? Mko hapa? Mkono juu. Uliamka ukasema tu okay, hii inanifaa leo, Jumapili nachukua hii nyekundu na pandi naondoka zangu. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Si kweli? Yesu ni Mwokozi wa maisha yako, sio Bwana. Akiwa Bwana hufanyi chochote mpaka he's a Lord. English word ni Lord. Bwana wako maana yake ni kwamba hufanyi chochote mpaka umemconsult. Mzee Mwarabu, tai uliovaa ulimuuliza Roho Mtakatifu leo asubuhi? Ulimuuliza? Akasema hapo sawa. Sawa, barikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwango cha uwana. Chakula, chai,
uliokunywa leo, au hela ndio iliamua? Hela yako ndio iliamua? Elimu yako ndio iliamua? Kuongozwa na Roho Mtakatifu. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana kiwango cha ngapi jamani? Cha 3. Sasa baada ya kuongozwa, kile kitu, yale maelekezo ambayo anakupatia ndiyo yanakwenda kuzaa nguvu za Roho Mtakatifu. Angalia Luka sura ya 4:14, anasema akarudi katika nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu aliongozwa nyikani siku ngapi? 40 mchana na usiku, akijaribiwa na Ibilisi. Utii wake huo ndio yanaleta matokeo. Na ngoja nikwambie siri, ukikataa kuongozwa na Roho wa Mungu inaitwa nini? Inaitwa kumzimisha roho. Anasema wala msimzimishe roho. Halafu akishazimwa inaitwa umemhuzunisha roho. Waefeso nafikiri sura ya 4 mstari wa 30 kama sijakosea. Waefeso sura Efeso 4:30, usimhuzunishe Roho Mtakatifu. Na hii ni hatari sana. Kitabu cha Isaya 63 mstari wa 10, Isaya 63:10, maandiko yanaweka wazi kwamba kumbe kuna hatari mno wewe kumhuzunisha na kumzimisha roho. Ngoja nikwambie, pengine itakusaidia. Isaya 63 mstari wa 10, maandiko yanasema lakini wakaasi. Neno kuasi ni rebel, kwenda tofauti na maelekezo. Anasema wakamhuzunisha roho yake mtakatifu. Huyu ni Isaya anasema kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Nisome hilo andiko nikasema Roho Mtakatifu, my friend, precious Holy Spirit, Roho Mtakatifu nisaidie. Kumbe Isaya anatoa kodi, anasema baada ya hao kumhuzunisha Roho Mtakatifu, Mungu akawa adui yao, akaanza kuwapiga. Kwa hiyo watu wengi leo wanapigwa. Kwa nini? Walimzimisha nani? Roho. Haujaona wanandoa ambao wanapata shida? Haujaona biashara ambayo inakusumbua? Haujaona kazi ambayo inakutesa? Haujaona mahali umekwenda pana kutusumbua, pana kutesa? Ni kwa sababu Roho alisema no, ukasema sawa. Na kama ni maelekezo yake, ukianza kupata shida, yeye atakuwa faraja kwako. Atakwambia don't worry, ninakutengeneza mwanangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaweza kupita jangwani, lakini yupo ataachilia maji kwenye mwamba. Maana atakupigania vita. Wakati wa usiku atakuwa ni nguzo ya moto, wakati wa mchana atakuwa ni nguzo ya wingu, hata kuacha. Kwa nini? Yeye ndio amekupitisha kwenye jangwa. Lakini ole wako upite halafu aje kuambia upite. That's very dangerous. Unahitaji rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hatujakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, tumekuwa na ibada za liturujia, tumekuwa na maisha kutumia akili zetu. Hata mtoto wako ulimpeleka shule, ulimuuliza Roho Mtakatifu akasomee nini? Au alienda kujichagulia mwenyewe? Maandiko yanasema Yohana alipozaliwa, wazazi wake wakaambiwa huyo anayekuja anaitwa Yohana. Kwa nini? Kwa kuwa yeye ndio atakayetangulia mbele kwa roho ya nani? Ya Elia. Anaandaa mazingira kwa ajili ya Yesu. Huyu mtoto mtamuita nani? Yesu, maana yeye ndio atakayewakomboa wanadamu na nini? Na dhambi zao. Haya, niulize, wakwako wewe uliambiwa nini? Mwangalie mwenzako. Mtoto wako uliambiwa yeye ni kwa ajili ya nini? Au ulisema tu huyu amezaliwa sasa, okay, huyu amekuwa, peleka chekechea, form 2, yeah, piga vizuri hesabu, huyo form 5, form 6, huyo anaenda kupotelea huko. Mungu atusaidie sana. Hakuna anayezaliwa, na anakuambia hata kusherekea birthday
hatusherekei siku yako ya kuzaliwa, tunasherekea kusudi kuzaliwa, kusudi la Mungu. Kwa hiyo Mzee Soi tukisema kwamba anasherekea birthday, tunasherekea kazi yake anayoifanya, maana kwa ajili hii alizaliwa. Maandiko yanasema nini? Yesu anasema kwa ajili hii na alifanyaje? Na alikuja. Tukisherekea Christmas tunasherekea nini? Mauti ya msalaba. Yeye haangalii sherehe zenu, anaangalia mauti ya nini? Maana kwa ajili ile alizaliwa. Muangalie tena mwenzako, mwambie wewe kwa nini umekuja duniani? Kwa hiyo ndio maana tumekaa tunatembea tu hovyo hovyo, mwingine eyelash anapaka eyelash mpaka huku kwenye sikio, mwingine sijui vitu gani huko, manywele marefu mpaka huku, anaona kama vile vile nitapendwa, kumbe angekaa kwenye kusudi. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu angefika mbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yes. Hiyo inaitwa kuongozwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Hichi ndio kiwango cha mwisho. Nataka usimame pale ulipo sahihi. Umshukuru Mungu kwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Tulishaomba, alitangulia tali mbele yetu. Nataka tuishie hapo. Wewe mwambie tu Mungu asante kwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Alafu tamwambia naomba unisaidie nijae zaidi ya vile nilivyo sasa. Hautaweza kushinda vita ya kiroho. Hautaweza kushinda majaribu na mateso na kujaribiwa kwa imani yako. Hautaweza kuishi kwenye ulimwengu wa baya namna hii kama hujajaa Roho Mtakatifu. Lakini mpo wengi ambao mko hapa unapingana na sauti ya Mungu ndani yako. Roho Mtakatifu anakupa maelekezo lakini unakuwa unapinga. Tukiwa tunaomba hivyo, utamwambia Mungu akusaidie kadhalika. Inua mikono yako juu sasa. Anza kumshukuru Mungu. Wastahili Yesu, wastahili, wastahili, wastahili. Inua sauti yako kana kwamba huinui tena. Wastahili, na mikono yako inua juu, shala kusarenda. Wastahili Mungu wetu, wastahili. Oh, haleluya, 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 Mwokozi wangu, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Macho yako yafumbe, mba macho yako alafu muangalie Mungu. Haleluya. Alafu inue sauti yako juu sana, mwambie Bwana haleluya. Haleluya. Bwana haleluya. 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 Mwokozi wangu, haleluya. Bwana uko hapa, uko hapa,
hapa, Bwana uko hapa, oh, niguse, maanisha niguse, uniguse, uniguse. Inua sauti yako, anza kumshukuru Mungu kwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Alafu mwambie Roho Mtakatifu, nijaze zaidi ya jana, nijaze nguvu zako, nilewe na wewe Roho, nilewe na wewe Roho. Baba, tunakushukuru leo tukiazimisha siku ya kushuka kwa Roho Mtakatifu. Tunasema asante, maana alikuja kuzidisha kile ambacho ulikianzisha, na Bwana ulisema kubwa kuliko zile tutazifanya. Asante kwa neema.